Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la CRDB Bank Sport Federation Cup ambao tumetoka kutazama hii leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex ni mchezo ambao umekutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanaoshiriki ligi kuu Tanzania bara dhidi ya wagosi wa kaya yani Coastal Union, ambapo mchezo huu Young Africans wameweza kufanikiwa kushinda na kwenda hatua ya 16 bora michuano mikubwa ya CRDB Bank Sport Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2024-2025, ambapo kumbukwe Young Africans ndiye bingwa mtetezi wa kombe hili. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club umefurahishwa na ushindi ambao Yanga wameupata mbele ya wagosi wa kaya yani Coastal Union, like video yetu alafu tuambie kwenye comment section, je, ni mchezaji gani ambaye amekuvutia katika mchezo ambao Yanga wameweza kuibuka na ushindi leo dhidi ya wagosi wa kaya? Fahamu katika kipindi cha kwanza dakika za mwanzoni tu Max Nzengeli mpia ye mwenyewe anakuambia yupo ndani ya Yesu. Basi kwa upande mwingine katika dakika ya pili akipokea pasi safi iliyopigwa na Alidi Aucho, aliweza kuwachambua mabeki na viungo wa Coastal kisha kupiga msumari mkali na kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la kuongoza. Lakini haikupita muda mchache, dakika ya 15 Max Nzengeli mpia akarudi tena kambani kutokana na septa nzuri ama pasi nzuri ambayo alipigwa na Profesa. Basi utulivu wa Max Nzengeli mpia akamchambua golikipa kisha kufunga moja ya bao safi sana la kideo, ikaifanya Simba kupata bao la pili. Lakini dakika ya 18 Miraji Abdalla fullback ya kushoto aliweza kupiga shuti kali ubavu wa kushoto. Shuti hili moja kwa moja likaingia kimiani na kumwacha oi mlinda mlango Abu Twalibu Msheri katika mchezo wa leo kushindwa kutoka na clean sheet. Lakini tunashuhudia kabla ya kipindi cha kwanza kumalizika, dakika ya 21 Clement Mzize, mchezaji ambaye amezaliwa kufunga, basi kwa upande mwingine aliweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la tatu kutokana na setup nzuri ambayo Prince mwana mfalme Dube aliweza kumsetia. Kwa hiyo tunaona mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria mapumziko, Yanga Sports Club waliweza kuifunga klabu ya soka ya Coastal Union mabao 3-1. Tunaona ushindi huu moja kwa moja umeweza kuifanya klabu ya soka Yanga Sports Club kwenda hatua ya 16 bora michuano mikubwa ya CRDB Bank Sport Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union kuweza kumalizika na klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga ndugu Ali Shabani Kamwe ameweza kupiga dongo zito kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Ali Shabani Kamwe anasemaje? Kamwe ameweza kuyaposti matokeo ambayo Yanga wameweza kuyapata, kisha akaandika hivi: Ali Abdullahi hapa akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo ameweza kuyapata, kisha akaandika hivi: naongera Coastal Union kwa ujasiri wa kuja uwanjani, akawekea na makofi. Kwa hiyo tunaona hapa Ali Kamwe amepiga kidongo kizito kwa klabu ya soka ya Simba, ambapo inasemekana wao walikimbia katika mechi ya tarehe 8 mwezi Machi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ndio hivyo, ndugu Ali Shabani Kamwe anawapongeza klabu ya soka ya Coastal kwa kuweza kusubutu kwenda uwanjani leo kwenda kutoa burudani safi, kucheza mchezo mzuri dhidi ya kikosi cha timu ya soka Yanga, mchezo wa kombe la CRDB Bank Sport Federation Cup. Kwa hiyo mnyama Simba tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025 aliweza kukimbia kucheza mechi dhidi ya Yanga kwa mujibu wa Ali Shabani Kamwe. Nini maoni, nini mtazamo? Kama ni mdau wa Simba unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kumjibu Ali Kamwe kwa hiyo ambacho ameweza kukisema. Je, ni kweli mnyama Simba alikimbia mechi? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.